Hujambo na karibu katika kipindi cha afya yangu, na leo katika kipindi cha afya yangu tutaangazia saratani ya shingo ya kizazi. Nikusihi tuwe pamoja mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki kupitia UGA TV. Mimi naitwa Isau Simoni Karukubila. Saratani ya shingo ya kizazi ni saratani ambayo hutokana na mabadiliko ya mfumo wa chembechembe au seli zilizoko katika shingo ya kizazi. Mabadiliko hayo hupelekea chembechembe hizo kushamiri na kuzaliana kwa kasi kinyume na mpangilio wa maumbile. Saratani ya shingo ya kizazi inasemekana kuwa ni saratani inayoongoza kusababisha vifo vya wanawake katika nchi zinazoendelea. Ripoti ya mwaka 2012 ya shirika la afya duniani WHO inasema kati ya matukio 75,000 ya waathirika wa saratani ya kizazi barani Afrika, 50,000 walifariki dunia. Nini kinachosababisha saratani ya shingo ya kizazi? Ripoti ya utafiti wa kisayansi zimefikia kuwa 99% ya saratani ya shingo ya kizazi hutokana na maambukizi ya virusi vya human papilloma virus au HPV vilivyoko katika jamii ya papilloma. Baadhi ya virusi hivi vyenye aina zaidi ya 100 huambukizwa kwa njia ya kujamiana. Lakini je, wanawake hapa kisiwani Pemba wamekuwa na mwitikio gani wa kuweza kupima na kujua afya zao katika kutambua na kujikinga na saratani ya shingo ya kizazi? Kwa majina naitwa Khaira Juma Haji. Tunashukuru sana kupata huduma hii, maana kwetu ni elimu sana, ingawa si wengi wanaoipatia umuhimu huduma hii. Maana zitapokuja kwenye jamii huduma kama hizi, kila mmoja azipokea anavyotaka yeye. Wengine hukwambia ni upumbavu, wewe mimi siumwi hivi na hivi, lakini huwezi kujua mpaka uende ukapimwe hospitali. Huwezi kusema kama mimi siumwi. Cha muhimu ufike kituo cha afya, ukishafika ndio ukapima, ukishapima utajulikana kama una tatizo au huna tatizo. Siku nyingine ukienda ukipima huenda ukakutikana na dalili ya yale mambo, au pengine ukakutikana na dalili nyingine, lakini utajulikana kama una dalili na utapewa dawa. Ukishapewa dawa utatumia na tatizo litaondoka. Lakini kwa kweli hili jambo kama hili kwenye jamii huwa si sana watu kulifurahia, ni wachache sana. Maana ishatokea si mara kwanza wala si mara mbili. Hii saratani kama hii ya leo ya matiti ya shingo ya kizazi zatokea, tukapewa taarifa mwende sehemu fulani, lakini ndo kama hivi wanaokuja ni wachache. Na wengine ukiwafikishia ujumbe ukwambia hakuna, mimi ndo kama nilivyokuambia mimi siumwi hivi na hivi na hivi. Kikweli watu hawalipi umuhimu ile jambo. Na sana tu sema kama mimi siumwi, lakini utajijuaje kama hujafika kituo cha afya? Lazima ufike kwanza upimwe ndio utakapojulikana tatizo. Jamii mimi na ushauri waje vituo vya afya wapime saratani. Wasikae nyumbani tu, maana ukikaa nyumbani hutajua mimi naumwa na tatizo gani. Lakini ukija huku utajua mimi tatizo ambalo linanikabili. Huenda ikawa una saratani ikaonekana, au una saratani lakini ikawa una matatizo mengine pia nayo yakaonekana. Tusikae nyumbani, tusiwe na mila kutoka, tuje hospitali tupimwe. Kwa jina naitwa Sabina Masudi Azizi, natoka Konde. Nimekuja hapa kwa matibabu ya saratani ya saratani. Na matibabu yanaendelea vizuri, nimehudumiwa vizuri, nashukuru kwa hilo. Wale washauri na matatizo haya ya hospitali pia. Huduma ni nzuri pia. Waje waangalie, bora kujua afya yako kama uko nyumbani. Nashauri waje wacheke afya ni bora. Sasa kujua afya yako ni bora kama kukaa nyumbani. Maana uweza kukaa nyumbani hujui tatizo nini, mwisho wa siku tukakusababishia matatizo. Dalili ndio maana nikaja hospitali nikacheki, nikaambiwa nije nikafanywa vipimo. Naendelea na matibabu. Mimi nashauri waje wacheke afya zao. Afya ni bora kuliko chochote. Maana kwa kukaa nyumbani hutojua una tatizo gani, utaugua, bora kuja hospitali ukajua una nini. Ndio hivyo nashauri. Mimi nashauri waendelee na matibabu yao mazuri. Kwa hiyo nashukuru na Mungu ajalie waendelee kutupa huduma kama hizi zaidi na hizi. Zainabu Salim Kikala ni mwenyeji wa kijiji hichi, shehia Kiuyu Mbuyuni.
Vyafa tunaambiwa kama saratani ya shingo ya kizazi, dalili zake pia tunaambiwa. Dalili zake ni kupata bleeding za mara kwa mara, kupata maumivu ya sehemu za kizazi, sehemu ya chini ya tumbo. Alafu na saratani ya matiti ni kufanya mauvimbe chini ya kwapa, chini ya machuchu. Kwa maana hiyo ndio tunapopokea. Nitakuwa ni mwalimu wao kwa kuambia wenzangu ni bora tukapime afya, kwa sababu magonjwa nyemelezi yapo na tunatembea nayo, wengine hatujui. Ni jambo likijulikana mapema linatibika, ndio ikisikia hatua kubwa halitibiki. Licha ya kuwa tatizo la saratani ya shingo ya kizazi linawakumba wanawake wengi katika familia nyingi, lakini je, wakina baba nao wana mchango gani katika kumsaidia mwanamke kujua umuhimu wa kucheki afya mara kwa mara? Naitwa Salum Kalimana. Naomba kama jamii au watu kwa ujumla basi wawe na mwamko wa kucheki afya zao mara kwa mara, ili wajue kama iwapo hali zao ziko sahihi au haziko sahihi. Kama ziko sahihi wafanyaje, na kama haziko sahihi wafanye nini. Na baba wajitahidi kuhudhuria kwenye clinic na kucheki afya zao, kwani wanawake ndio sio pekee yao kama wenye matatizo, bali hata wanaume wako kwamba matatizo, tena inawezekana matatizo ni sugu zaidi kuliko ni hata wanawake. Kwa hivyo jifikize kwa wengi kucheki afya zao. Jina langu naitwa Rajabu Habari Mkanda. Kupata ugonjwa unaanza kukimbilia kituo cha afya. Ni rahisi sana kutibu na magonjwa yakatoka pale mwilini, na watajua chanzo chake nini. Lakini kwa muda mrefu unaokaa umezunguka, umefanya mambo ya aina mbalimbali, unapokwenda kituo cha afya kwa wastani utasema maneno yasiyoweza kuridhisha. Atakapokuuliza daktari, homa imeanza lini? Utasema homa imeanza jana au juzi. Kumbe homa ya mwaka mzima. Kwa daktari wanajitahidi kutibu, kila wanapotibu kubadilisha dawa, ugonjwa uko pale pale. Watakapokuja kugundua madaktari kwamba huu ni ugonjwa wa muda mrefu, kwa hivyo wameshapoteza muda mrefu sana kukushughulikia wewe. Lakini utakapokwenda mapema hospitali, watakushughulika kwa urahisi. Je, saratani ya shingo ya kizazi hutibika? Saratani ya shingo ya kizazi yaweza tibika iwapo itagundulika mapema katika kipimo cha Papi test, yani Pap-Nicolau test. Ni kipimo ambacho hutumika kuchunguza mabadiliko ya chembe zilizoko katika mlango wa kizazi ili kugundua mabadiliko yanayotokea katika chembe hizo, hivyo kuwahi kukabili mapema. Alieti Hamisi kutoka shirika la Jabaigo katika mradi wa kupima saratani ya matiti wamekuwa wakiendesha kampeni ya kupima na kuchunguza saratani ya matiti, huku akibainisha kuwa mradi wa kupima saratani ya matiti umekuwa ukiendana na huduma ya mkoba, ambapo inawawezesha wanawake kuchunguza magonjwa mengi kwa wakati mmoja, ikiwemo saratani ya shingo ya kizazi kama anavyoeleza. Nasema ni wa saratani ya matiti, lakini serikali kote bara na huko tunahimizwa kufanya huduma jumuishi, integrated services. Yaani mtu akija aweze kupata huduma zaidi ya moja. Na kwa hii tunategemea kuanza kupima kina mama saratani ya mlango wa kizazi. Tayari maandalizi yameshafanyika. Kuna nunuliwa vifaa vya kisasa 4 ambavyo vyote vitakuja Unguja kwa ajili ya kufanya uchunguzi na matibabu hapo ya saratani ya mlango wa kizazi. Huo ni mpango ambao tayari hata mpango wa awali wa kutoa mafunzo kwa wale watenda kazi watakao kufanya hiyo kazi tayari tumeshaandaa. Tutategemea kufanya mafunzo ya mwezi wa 7 kwa ajili ya kusaidia kupima kama saratani ya matiti na kutibu. Lakini pia nimezungumzia habari za huduma jumuishi. Tumeongeza huduma ya kupima akina baba kuangalia dalili za uwepo wa saratani ya tezi dume kwa namna ya kisasa zaidi, tofauti na ile ilivyokuwa mwanzo kwamba watu walikuwa wanafanywa vipimo ambavyo ni vigumu kwa mtu wa kawaida kukubali. Lakini sasa hivi tumefanya zoezi la kupima saratani dume kwa wanaume, saratani ya tezi dume, na tumepata mwitikio mzuri sana kwa wingi jana. Wababa wengi walijitokeza na walipata wengi kupata uchunguzi, na cha
kilichonishangaza au kitu ambacho kimetupa nafasi kwamba inawezekana kuna uhitaji zaidi, kati ya watu 50 walioonekana wanaume, kuna 20 walikuwa wameonekana na viashiria, sio dalili, viashiria fulani ambavyo baada ya kufanywa awali ultrasound wakaonekana wachukuliwe damu. Kwa hiyo tunangoja kupata majibu ya damu ndani ya wiki kwa sababu yanachunguzwa hapo Micheweni hospitali. Wataalamu wa afya wanasema waweza kupata kipimo cha pap test mara moja kwa mwaka au mara moja kwa miaka 2 au 3. Hii ni kutegemeana na ushauri wa daktari, umri, hali yako ya afya kwa ujumla na majibu yaliyopatikana katika testi au mfumo wako wa maisha. Lakini je, mkakati upi wa kupambana na saratani ya shingo ya kizazi? Nimezungumza na mganga mkuu wa wilaya Micheweni, Dr. Habibu Mkubwa. Anaeleza. Najua kwamba watoto wengi wakifikia umri kadhaa katika hizi jamii zetu, wakifikia umri wa miaka 15 tayari wanaanza kujihusisha katika masuala ya ndoa, ambapo kwa muda huo bado inakuwa viungo vyao havijakomaa kuweza kuingia katika swala la ndoa. Lakini kutokana na hali za tamaduni na mila zilizopo, watu wanaozeshana ndani ya umri mdogo wa ndoa, kitu ambacho kinapelekea kwa baadhi ya watoto ambao wamefanya hizi ndoa za mapema kupata hizi shida. Mbali na hiyo, wengine wanajihusisha katika masuala haya ya kuingia katika masuala ya kujamiiana mapema, jambo ambalo linaweza kuchochea kupatikana kwa hizi saratani za mlango wa kizazi, ambapo mbeleni inakuwa ni shida na wengi wanapotea, wanakufa kwa kupitia hii saratani ya mlango wa kizazi. Lakini pia tumegundua kupitia uchunguzi ambao tunaofanya, kwani tunapofanya uchunguzi tunafanya integration ama mjumuisho wa magonjwa mbalimbali kama vile magonjwa ya kisukari, lakini pia tunaangalia pressure. Nikushukuru sana wewe mtazamaji wa UGA TV kwa kuambatana nami mwanzo hadi mwisho. Tukutane wiki ijayo katika kipindi cha Afya Yangu. Sisi tunasema UGA TV, furaha yako.